lakini kushoto kwangu nipo na mheshimiwa diwani wa kata ya Ukonga, ndugu yetu CPA. Na hii sio kwa mara ya kwanza tunakutana naye, nadhani zaidi ya mara pili au mara tatu tulikuwa tunafanya naye coverage mbalimbali, lakini nataka pia uweze kuniambia tulishiriki katika kikao cha awali, tulikuwa tumeongozana na mbunge wa jimbo la Ukonga Shingo Bakari Shingo, lakini pia leo hii sasa ndio maamuzi yameenda kutolewa kwa ajili ya kwamba sasa kwenda kusainishana mkataba ili sasa wakandarasi waanze zoezi lao. Mheshimiwa CPA, nataka uniambie ukiwa kama ni kiongozi sasa udiwani wa maeneo yote haya ya Ukonga, jambo hili kwako linaleta taswira ya aina gani? Kwanza kabisa naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametupa afya na uzima. Leo hii tumekutana katika tukio muhimu sana kama hili. Lakini pia naomba nishukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa wanaifanya kuleta maendeleo hasa kwenye kata yetu ya Ukonga. Lakini pia nimshukuru sana mbunge wa jimbo letu la Ukonga Shingo Bakari Shingo kwa ushirikiano ambao anatupa sisi madiwani wake. Kiukweli kabisa hili swala lilianza muda mrefu na tulikuta siku wananchi walinipigia simu wakaniambia kwamba kuna changamoto katika mto Msimbazi, na nilikuja nikawauliza, wakanipa maelezo, nikaongea na mkandarasi, tukalisimamisha zoezi, tukasema tuitane kwa ajili ya kupata ushirikisho, kwa sababu kikubwa wananchi walikuwa wanalalamika hawajashirikishwa katika changamoto ya katika kadhia hii. Kwa hiyo siku tulikaa tukashirikisha viongozi wa mtaa, mheshimiwa mbunge, tukakaa kikao cha kwanza, tukakaa kikao cha pili, leo tumekuja kwa kikao cha tatu ambacho ni cha mwisho kwa ajili ya watu kusainiana mikataba. Kwa hiyo wananchi wameshirikishwa na wameridhia zoezi hili lifanyike kwa yale makubaliano ambao wamekubaliana baina ya wananchi kwa kupitia serikali ya mtaa, kwa maana ya kamati za mtaa, baina ya mkandarasi pamoja na watu wa bonde. Wote tunafanya kazi kwa pamoja. Yale makubaliano tunaamini yatakwenda kuyasimamia ili wananchi wasipate adha za mvua, lakini pia na barabara ama na mto Msimbazi uweze kupeleka maji vizuri baada ya kusafishwa na mkandarasi. Okay, na ukiwa kama wewe ni diwani sasa wa kata hii ya Ukonga, ni namna gani wanapeleka changamoto zako kwa mbunge wa jimbo la Ukonga na huwa anazipokea na kwenda kuzichakata unavyopeleka baadhi ya majambo yako? Ni kiongozi wa aina gani? Nikiwa mkweli nashukuru sana Bakari Shingo, mheshimiwa mbunge wa jimbo la Ukonga, ananipa ushirikiano mkubwa sana. Jambo ambalo tampelekea inosana wananchi, amekuwa akishiriki kwa kadri ya uwezo wake. Mimi kama diwani kwenye vitu wangu wa mitaa kipeleka masuala hao amekuwa akishiriki. Kama hili baada ya kupata ikadhia nilimpigia simu, tukaongea usiku, nikamwalika kwenye kikao na kweli alikuja. Nyinyi ni mashahidi, amekuja kikao cha kwanza, amekuja kikao cha pili, na leo hii alipata dharura amenipigia simu kama na dharura naomba niwakilishe, lakini tumeshirikiana naye kwa pamoja. Hata jana alikuwepo mtaa wetu wa Malkas, kulikuwa kuna msiba, amekwenda kushiriki msiba. Kwa hiyo mtu ambaye kiukweli mimi kama diwani ananipa ushirikiano. Kwa sababu gani? Wote tumeahidi kuhudumia wananchi. Wote lengo letu ni kuhudumia wananchi. Na wananchi ndio hawa wametuchagua, tunawahudumia. Kiukweli mimi nashukuru ushirikiano ambao ananipa ni mkubwa sana.